29 mwezi wa 10 mwaka 2025, maelfu ya vijana wa Tanzania walipigwa risasi na kuuawa kikatili kabisa na serikali yao. Tangu siku ile mpaka leo, muda wote watawala wako bize kuzunguka mtaani kueneza propaganda ambazo hazina kichwa wala miguu. Hakuna hata mmoja ambaye yupo tayari kuongea uhalisia wa tatizo. Hakuna hata mmoja ambaye anasimama na kusema kwamba this is the root cause of the problem. Ingawa chanzo cha tatizo kipo wazi, kipo uchi mbele yetu sote. Now, kama kuna jambo ambalo Watanzania tunapaswa kuliogopa, ni pamoja na kushindwa kuongea ukweli. Dola ikishaamua kuwekeza kwenye uongo, mna tatizo kuliko mnavyowaza. Wewe nikwambie root cause ya hili tatizo. Mwaka 1967 wakati tunafanya sensa yetu ya kwanza, Tanzania ilikuwa tuna jumla ya watu milioni 12. Mwaka 1978 wakati tunafanya sensa yetu ya pili, Tanzania ilikuwa tuna jumla ya watu milioni 17. 88 wakati tunafanya sensa yetu ya tatu, idadi ya watu ilikuwa imefika milioni 23. 98 hatukufanya. 2002 wakati tunafanya sensa ya 4, tukakuta Watanzania wameongezeka, wamefika milioni 34. Mwaka 2012 wakati tunafanya sensa yetu ya 5, tukakuta population imeongezeka, imefika watu milioni 44. Juzi mwaka 2022 tulipoenda tena kuhesabu watu kwa mara ya 6, tukakuta population imeskyrocket kutoka watu milioni 44 mwaka 2012 mpaka watu milioni 61 mwaka 2022. Leo ukienda kuangalia makadirio ya idadi ya watu Tanzania miaka 4 baada ya sensa, utakuta kwamba Tanzania ina zaidi ya watu milioni 71. Yaani tumetoka watu milioni 34 mwaka 2002 mpaka watu milioni 71 mwaka 2026. Tafsiri yake ni kwamba zaidi ya 50% ya Watanzania milioni 71 waliopo leo hawakuwepo mwaka 2002. Zaidi ya nusu ya population ya Tanzania leo ni watu wapya ambao hawakuwepo miaka 23 iliyopita. Think about this. This is the root cause of the problem. Msingi wa tatizo ni huu. Tuna kasi kubwa sana ya ongezeko la watu, alafu at the very same time tuna kasi ndogo sana ya ongezeko la uboreshaji wa maisha ya watu. Kasi ya uwekezaji katika human capital development, kasi ya utengenezaji wa fursa za ajira, kasi ya uwekezaji katika miradi ya maendeleo ya watu haipo sawa kabisa na kasi ya ongezeko la watu. Matokeo yake ni kwamba watu wengi wanaendelea kuwa wakimbizi wa kiuchumi. Wanaendelea kuwa watu hopeless, wasioiona kesho. Kisha kuwa na kasi kubwa ya ongezeko la watu kama hivi, afu wakati huo huo una viongozi ambao wanatembea mwendo wa kobe. Una viongozi ambao wanawaza tu kisha magari ya kifahari na kulipana mamilioni ya pesa bila kuangalia uhalisia wa nchi. Matokeo yake ndio kama yale ya tarehe 29 Oktoba. Watatoka, watadai, utawaua, watatoka tena, watadai, utawaua, na mwisho watakuua wewe. Huo ndio uhalisia. Haijaanza leo duniani. Imetokea kwenye nchi nyingi sana na inaendelea kutokea kila siku. Na sifa ya historia ni consistency. Itatokea tena na tena na tena kwa sababu ni zile zile. Hakuna mtu atakubali kukaa ndani ambako hana uwezo wa kula, hana uwezo wa kuendesha maisha yake, hana uwezo wa kuhudumia familia, alafu akasema kwamba atakaa endelee kumwangalia kiongozi anatumia pesa ya umma milioni 640 kununua gari kutembelea. Hakuna. Watatoka, utawaua, watatoka tena.
Hakuna mtu atavumilia na kukaa ndani huku wanaona viongozi wanatumia pesa kufanya mambo ya kipumbavu kabisa, huku wao hawana uwezo wa kuboresha maisha yao. They will come out. You will kill them, they will come again. You will kill them, they will come again.